Kwa wiki kadhaa tumejifunza kwa habari ya nafasi ya Roho Mtakatifu katika kukuletea ustawi wa maisha ya muumini. Inawezekana wakati mwingine sisi kama wanadamu tunasahau, lakini nataka unisaidie kumkumbusha jirani yako, mwambie huu ni mwaka wa kuheshimishwa na Bwana. Inawezekana nasahau, na kukumbushana si mbaya. Si ni sawa tuisho Bwana? Kama unaweza ukamshtua kwa kumshika na mkono, ukiona kama vile hajielewi, mshtue na mwambie mwaka huu ni kuheshimishwa na Bwana. Na utabiri unatimia. Tuisho Bwana, huu ni mwaka wa kuheshimishwa katika jina la Yesu, na Bwana atakuheshimisha. Sema amina kwa nguvu. Amina. Na wewe sema amina ikufikie katika jina la Yesu. Amina. Kwa hiyo usisahau hilo hata siku moja. Amina, watumishi wa Bwana. Na kwa sababu hiyo tumekuwa tukijifunza sasa kuhusu Roho Mtakatifu, nafasi yake katika ustawi wa maisha yetu. Imekuwa ni baraka kujifunza. Sasa labda nikukumbushe tu lile andiko letu la Isaya 11 mstari wa 2. Msomaji wangu atatusaidia kutukumbusha. Kitabu cha Isaya sura ile ya 11 na mstari wa 2. Tumesoma sana ile andiko kwa wiki kadhaa, na leo tutakuwa tukihitimisha somo letu hapa. Na tumeona namna ambavyo Roho Mtakatifu anaenda kukaa juu ya Yesu Kristo. Na unaona kuna maeneo kama 7 ambayo tuliyachanganua kwa kina na tuliangalia kwa kina. Eneo la kwanza ni ile ambalo nasema Roho wa Bwana atakaa juu yake. Hilo lilikuwa ni eneo la kwanza. Na eneo la pili tukaona roho ya hekima, tukaona roho ya ufahamu, tukaona roho ya shauri, tukaona roho ya nguvu wiki iliyopita. Na leo nataka tuzungumze mambo makubwa mawili kwa haraka tu. Jambo la kwanza ni ile roho ya maarifa. Na jambo la pili ni ile roho ya kumcha Bwana. Mungu wetu asiwe sana. Amen. Kwa sababu Yesu alipokuwa anakuja na kufanya huduma, alikuwa anakuja pia akiwa amejaa na roho ya maarifa. Roho ya maarifa ilikuwa ndani yake. Mungu wetu asiwe sana. Amen. Sasa sisi tuiangalie roho ya maarifa ni nini? Roho ya maarifa ni nini? Ndio tunaanza nayo hiyo. Roho ya maarifa. Hii ni roho ambayo inapatikana kwenye neno la Mungu. Ni roho ambayo inapatikana kwenye neno la Mungu. Roho ya maarifa haipatikani nje ya neno. Kama umeokoka na unataka kuipata roho ya maarifa ya kutosha, manake ni lazima ujikite kwenye neno. Tunaelewana sasa watumishi wa Bwana? Kwa sababu kwa kadiri unavyokaa katika neno, ndivyo ambavyo maarifa yako yanaongezeka. Na kwa kiwango kile unachotumia kulifanya neno la Mungu kuwa ni maisha yako, ndivyo ambavyo maarifa yanazidi kuongezeka. Jamani, amina. Amen. Sasa Hosea sura ile ya 4 mstari wa 6. Mtumishi wa Mungu, nitakuomba urudi tena hapo na usome kwa makini kabisa 4:6 Hosea. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kufanyaje jamani? Kwa kukosa maarifa. Hebu tuseme vizuri, wanaangamizwa kwa kufanyaje? Kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Huyo ni Mungu anasema, kwa kuwa umeyakataa maarifa, na mimi nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi. Usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu wako. Okay. Kwa hiyo kumbe ukikataa tu maarifa, automatically umeikataa sheria ya Bwana. Si ni sawa mtumishi wa Bwana? Amen. Manake ukikataa neno la Bwana,
umekataa maarifa ya Bwana. Sio ndivyo watumishi wa Bwana? Sasa angalia sentensi nzuri anasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, na mimi nami nakukataa. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba maarifa si kwamba hayapo. Maarifa yapo, ila watu wameyakataa. Si ndio hilo tunaongea sawa sawa? Maarifa yapo ya kutosha, lakini watu kwa maamuzi yao, watu kwa machaguzi yao wameamua kuyakataa hayo maarifa. Sasa anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kuyakosa maarifa. Hawajayakosa kwa sababu hayapo, wameyakosa kwa sababu wameyakataa. Wamefanya maamuzi, wamekataa. Unaweza kuona ni jambo la ajabu sana. Watu wao wanakataa maarifa. Unawaita watu njoo kwenye semina wapate maarifa, wanayakataa maarifa. Anawindea siwezi kwenda, angehubiri mtu fulani ningeenda. Manake kwa maamuzi yake ya dhati kutoka ndani ameyakataa maarifa. Sasa mtu aliyekataa maarifa yuko kwenye riski kubwa ya kuangamizwa na shetani. Ndio maana anasema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu wamekosa maarifa. Kwa hiyo uharibifu mkubwa ama uangamivu mkubwa ambao Wakristo wengi leo wanakutana nao si kwa sababu shetani amebadilisha aina ya kushambulia, si kwa sababu shetani amebadilisha mbinu ni zile zile, ila ni kwa sababu Wakristo wameyakataa maarifa. Kama naongea na mtu sawa sawa. Amen. Watu wengi wanateseka leo si kwa sababu maarifa hayapo, ni kwa sababu wamechukua maamuzi ya dhati, wameyakataa. Unapolikataa neno la Mungu kama sehemu ya maisha yako, ni dhahiri kabisa umeyakataa maarifa ya Mungu. Na maarifa hayako kwenye dini tulionayo, maarifa hayako kwenye dhehebu tulionayo. Maarifa yanapatikana katika kulijua neno la Mungu. Kama naongea sawa sawa na mtu. Amen. Naongea sawa sawa na mtu. Amina. Muda ambao ungeutumia kuwekeza katika kulijua neno, rasilimali ambazo ungetumia katika kulitafuta neno, hizo zitaweza kutafasiri viwango vyako vya maarifa. Azungumza na mtu sawa sawa. Amen. Jamani, amina. Amen. Usione watu wanafanya vyema katika utumishi ni kwa sababu wameamua kuwekeza katika kutafuta maarifa. Usione kwa sababu tunafundisha hivi, si kwa sababu Mungu ametubariki tu. Baraka zipo hata wewe unazo, Efeso 1:3. Lakini kwa sababu tumeamua kuwekeza kwenye maarifa. Naongea na mtu sawa sawa. Amen. Hauwezi ukatoa tofauti na ulichonacho. Ili utoe kitu best, you must have best first. Lazima uwe nacho kwanza kilicho bora, ndipo wapatie watu kilicho bora. Amen. Hauwezi ukatoa zaidi ya ulichonacho. Ukikutana watu wanafanya huduma kwa viwango vikubwa, ni kwa sababu kuna mahali wameamua kutumia muda wao, kuna mahali wameamua kuwekeza rasilimali zao, kuna mahali ambapo wanajificha kwa siri, ili wakija hadharani waachilie kile ambacho kitayafaa maisha yako. Amen. Nazungumza na mtu wa sawa. Amen. Ukitaka usiangamizwe na adui, anza kuwekeza kwenye kutafuta maarifa. Amina. Wanamfundisha mtu. Amen. Mungu wetu asiwe sana. Amina. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini jamani? Maarifa. Wanaangamia kwa kukosa. Na hao watu wanaoangamizwa ni uwe na uhakika ni wameokoka. Na ndio maana nasema watu wangu wanaye Yesu tayari, wamebatizwa kwa maji mengi kama wewe, wanashiriki Holy Communion kama wewe, meza ya Bwana. Lakini hawa jamaa wanaangamizwa. Kwa nini? Si kwa sababu shetani amekuwa mkubwa kuliko miaka ya 1900, ni kwa sababu wameyakataa maarifa. Na Mungu anasema hivi, na mimi nitakukataa ili usiwe kuhani wangu.
Unakumbuka kabla Yesu hajaja tulikuwa na makuhani na kuhani mkuu ambaye anaingia patakatifu mara moja kwa mwaka, anapeleka sadaka, anatuombea toba watu wote. Lakini alipokuja akapasua kile kiambaza, na sote tuna uhalali wa kupaingia wapi? Patakatifu. Kwa hiyo kila muamini ni kuhani wa Bwana. Amen. Lakini moja ya kitu ambacho kinapoteza sifa ya kuwa kuhani wa Bwana ni kulikataa neno la Bwana. Ndio maana nasema hivi, mimi nami nitakukataa. Kwa hiyo inawezekana umeokoka na Yesu ni Bwana, lakini Mungu alishakukataa siku nyingi. Kwa nini? Kwa sababu umeyakataa maarifa anayotoa. Sijui kama nazungumza na mtu sawa sawa. Amen. Naongea na mtu sawa sawa hapa. Amen. Ukitaka Mungu akutumie kwa viwango vya ajabu, Mungu akupeleke kwenye utumishi wa ajabu, hakikisha umewekeza kwenye maarifa kwanza. Hakikisha umeyatafuta maarifa kwanza. Amen. Wewe nikuonyesha andiko lingine. Isaya sura ile ya kwanza na mstari wa 3. Angalia ajabu ya ile andiko. Isaya sura ya kwanza mstari wa 3, Biblia inasema, ng'ombe amjua bwana wake. Ng'ombe amjua bwana wake. Na punda ajua kibanda cha bwana wake. Punda na yeye anajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli hajui. Yaani ng'ombe anamjua ng'ombe anamjua Bwana. Punda anajua mahali bwana wake anajifunika na kulala, si ndio hivyo? Lakini nani hajui? Israeli hajui. Na afanyaje? Watu wangu hawafikiri. Hawafikiri. Biblia Kiingereza neno my people they are not considering, hawazingatii. Ndio tunachosema, maarifa yako lakini hauzingatii. Umeyakataa. Maarifa yako lakini haufikiri. Hii ni hatari sana. Haleluya watu wa Bwana. Amen. Haleluya watu wa Bwana. Amen. Kwa hiyo watu wamekataa, hawafikiri. Anasema bali Israeli hajui. Watu wangu hawafikiri. Kwa hiyo Israeli hajui kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza hafikiri, hazingatii. Anapoelekezwa hazingatii, hafikiri. Na kwa sababu hiyo hajui. Umekutana na watu ambao wanajifanya wanajua lakini kumbe hawajuani. Wapo. Sio kukutana nao hawa. Yaani ukimwangalia anapoongea unaweza kabisa ni anajua lakini kumbe hajui chochote. Kwa sababu anapoelekezwa huwa hazingatii. Anapofundishwa huwa hazingatii. Nazungumza na mtu sawa sawa jamaa. Amen. Nazungumza na mtu sawa sawa jamaa. Amina. Kwa hiyo moja ya sababu kwa nini watu wengi huwa na uwezo mdogo wa kufikiria mambo ni kwa sababu wamekosa maarifa ya kutosha. Ni kwa sababu hawana taarifa sahihi. Ndio maana uwezo wao wa kufikiri na kuzingatia ni mdogo. Anasema watu wangu hawafikiri. Kwa hiyo ukikosa maarifa ya neno la Mungu, nini kinatokea? Akili yako inafungwa. Ufahamu wako unafungwa. Ukikosa maarifa ya neno la Mungu, unapoteza uwezo wa kufikiri sawa sawa. Sio kama naongea na mtu sawa sawa. Amen. Naongea na mtu sawa sawa hapa. Amen. Aliyekosa maarifa ya neno la Mungu hajui hata namna ya kufikiri na hawezi hata kufikiri. Akijaribu kufikiri anashindwa. Mawazo yake yote hayapati majibu. Kwa nini? Hana maarifa sahihi kuhusu nini? Kuhusu neno la Bwana. Mungu wetu asifiwe sana. Amen.